Korea Kaskazini imefyatua takribani makombora 10 ya masafa mafupi ya ballistic kuelekea baharini siku ya leo Alhamisi, Agosti 20 mwaka 2026, hatua iliyotajwa na jeshi la Korea Kusini kuwa ni jaribio jipya la kuonyesha nguvu za kijeshi za Pyongyang. Makombora hayo yalirushwa kuelekea upande wa mashariki kutoka eneo la mji mkuu wa Korea Kaskazini na yalisafiri umbali wa takriban kilomita 300 kabla ya kuanguka baharini. Hakuna taarifa za awali kuhusu vifo, majeruhi au uharibifu uliosababishwa na makombora hayo. Kurushwa kwa makombora hayo kumetokea siku moja tu baada ya Korea Kaskazini kupuuzia uamuzi wa Marekani wa kupunguza ukubwa na muda wa mazoezi ya pamoja ya kijeshi na Korea Kusini. Mazoezi hayo yanajulikana kama Ulchi Freedom Shield yalipangwa kufanyika kwa siku 11, lakini Marekani na Korea Kusini zilikubaliana kuyamaliza mapema baada ya siku 5, huku baadhi ya mafunzo ya kijeshi ardhini yakipunguzwa. Hatua hiyo ilionekana kama ishara ya Washington kujaribu kupunguza mvutano na kufungua tena mlango wa mazungumzo na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong-un. Hata hivyo, Kim Yo-jong, dada wa Kim Jong-un, ambaye ni mmoja wa maafisa wenye ushawishi mkubwa katika uongozi wa Pyongyang, alisema hatua ya Marekani kupunguza mazoezi hayo haijabadilisha msimamo wa Korea Kaskazini. Alisema mazoezi ya kijeshi bado yanaonekana kuwa ni uchokozi licha ya kupunguzwa kwake, hivyo Pyongyang haina sababu ya kuchukulia kama ishara kubwa ya nia njema kutoka Washington. Kauli hiyo ilionyesha kwamba juhudi za Marekani za kutumia kupunguzwa kwa mazoezi kama njia ya kufungua mazungumzo zinaweza kukabiliwa na vikwazo. Uamuzi wa Marekani kupunguza mazoezi hayo ulitokana na kiasi kikubwa cha msimamo wa Rais wa Marekani Donald Trump kwamba mazoezi hayo ni ya gharama kubwa na yanaweza kuonekana kama uchochezi kwa Korea Kaskazini. Trump pia amekuwa akisisitiza kuwa ana uhusiano mzuri binafsi na Kim Jong-un. Ameonyesha nia ya kukutana tena na kiongozi huyo katika juhudi za kufufua diplomasia iliyokwama tangu mazungumzo ya awali kati ya Washington na Pyongyang yaliyoshindwa kufikia makubaliano kuhusu mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini. Licha juhudi hizo, Kim Yo-jong amesema hajui mawasiliano yoyote ya hivi karibuni kati ya kaka yake na Trump, ingawa ametambua kuwa uhusiano binafsi kati ya viongozi hao wawili uliwahi kuwa mzuri. Kauli hiyo imeongeza mashaka kuhusu uwezekano wa mazungumzo mapya ya moja kwa moja kati ya Washington na Pyongyang, hasa wakati Korea Kaskazini ikiendelea kusisitiza kwamba Marekani inapaswa kubadilisha sera zake kabla ya kurejea katika mazungumzo ya maana. Kwa upande mwingine, Korea Kusini imeendelea kushirikiana kijeshi na Marekani licha kupunguzwa kwa mazoezi ya Seoul. Imekuwa ikisisitiza umuhimu wa kuwa na uwezo wa kukabiliana na vitisho kutoka Pyongyang, hasa kutokana na maendeleo ya Korea Kaskazini katika teknolojia ya makombora na silaha za nyuklia. Uzinduzi wa makombora ya Alhamisi unaonekana kuongeza wasiwasi kwamba Pyongyang bado iko tayari kutumia majaribio ya silaha kama njia ya kutuma ujumbe wa kisiasa na kijeshi kwa Marekani, Korea Kusini na washirika wao katika eneo hilo. Wakati huo Japan ilifuatilia kwa karibu tukio hilo na kuthibitisha kurushwa kwa angalau kombora ambalo linashukiwa kuwa la ballistic. Uzinduzi huo wa makombora unaonyesha changamoto kubwa inayokabili juhudi za kidiplomasia za Marekani. Washington inaweza kupunguza mazoezi ya kijeshi ili kujenga mazingira mazuri, lakini Pyongyang bado inaonekana kutaka hatua kubwa zaidi kabla ya kubadilisha msimamo wake. Kwa sasa Korea Kaskazini inaendelea kuonyesha kwamba licha ya dalili za uwezekano wa mazungumzo mapya kati ya Kim Jong-un na Donald Trump, bado haitaki kuacha kutumia nguvu zake za kijeshi kama chombo cha kuongeza shinikizo na kulinda kile anachokiona kuwa maslahi yake ya usalama. Hivi unajua kwa nini makampuni makubwa duniani hayaachi kujitangaza kila siku, licha ya kwamba tayari yanafahamika? Sasa kama una biashara au kampuni lakini hujitangazi, customers wapya watakujua vipi? Na bila advertising, unategemea kukuza mauzo yako kwa njia gani? Ndio maana Global TV tunakupa nafasi ya kuitangaza biashara yako kwa audience kubwa ndani na nje ya Tanzania kupitia mitandao yetu ya kijamii. Advertising kupitia Global TV inaongeza brand visibility yako, inakufikisha kwa customers wapya na kuongeza nafasi ya bidhaa au huduma zako. Na habari nzuri zaidi, bei zetu za matangazo ni rafiki. Iwe una biashara ndogo, ya kati au kampuni kubwa, kuna nafasi inayoweza kukufaa. Usiache biashara yako isubiri kugunduliwa. Ipe visibility inayostahili. Anza kutangaza nasi.
Wasiliana na Global TV leo na tuipeleke brand yako mbali zaidi.